Msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Leo Kanisa Katoliki ulimwenguni kote linaadhimisha siku kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Ni siku kuu ya kumtukuza Kristo ambaye ndiye mwisho wa historia ya wokovu na mwanzo wa uzima wa milele. Sikukuu hii pia ni kilele cha mwaka wa kiliturujia. Wiki ijayo tutaingia kipindi maalum cha Majilio, tukianza safari mpya ya matumaini na kungoja ujio wa Mwokozi. Sikukuu ya Kristo Mfalme ilianzishwa mnamo mwaka 1925 na Papa Pius wa 11 kupitia waraka wake Quas Prima, ama ukipenda katika tafsiri yetu ya Kiswahili, katika mambo ya kwanza. Wakati huo dunia ilikuwa imejawa na vita, kiburi cha madaraka na kupungua kwa imani. Papa Mtakatifu alitaka kukumbusha ulimwengu kwamba mamlaka yote, heshima yote na nguvu zote hutoka kwa Kristo pekee. Kwa hiyo alitangaza siku hii maalum ili kila Mkristo amkiri Yesu kuwa mfalme wa maisha yake, mfalme wa amani, mfalme wa haki na mfalme wa upendo. Kristo si mfalme wa silaha na magari ya kifahari, ni mfalme wa mioyo anayehudumia badala ya kutawala kwa mabavu. Anatawala kupitia upendo, huruma na msamaha. Anatufundisha kwamba utukufu wa kweli ni katika huduma kwa wanyonge na walio wachache. Katika Injili ya leo tunasikia maneno yake kwa yule mhalifu aliyesulubiwa naye: Amin, nakuambia, leo utakuwa nami peponi. Ni maneno ya mfalme anayetoa tumaini hata pale ambapo dunia imekata tamaa. Katika dunia yetu ya leo tunaona chuki, rushwa, vita na tamaa. Kristo anatuita katika njia ya tofauti. Anasema, heri walio wanyenyekevu, maana wao wataurithi ulimwengu. Ufalme wake ni ufalme wa amani, ufalme wa haki na ufalme wa kweli. Ni ufalme unaovunja kuta za ubaguzi, unaounganisha watu wote katika upendo wa Mungu. Na kila tunaposema ufalme wako uje katika sala ya Baba yetu, tunatamani zaidi sio nchi mpya, bali mioyo mipya inayotawaliwa na upendo wake. Msikilizaji mpendwa, Kristo anabisha hodi katika mlango wa moyo wako leo. Anataka atawale, si kama mgeni, bali kama rafiki, kama ndugu, kama mfalme wa ndani ya roho yako. Ukimpokea, atakupa amani isiyo na kifani. Ukimruhusu atawale katika familia yako, utapokea baraka na umoja. Ukimkubali katika kazi zako, utatembea katika ukweli na haki. Basi leo hebu tujiulize, je, Yesu kweli ni mfalme wa maisha yangu? Au ni mimi ninayetaka kutawala kwa njia zangu? Tunapofunga mwaka huu wa kiliturujia wa mwaka cha mwaka wa kanisa, tunamkabidhi Kristo mfalme maisha yetu yote. Yeye ndiye mwanzo na mwisho, ochako dhorumu ohuchaka nendo humala, mwanzo na mwisho, mwamberirio na mwisho, Alfa na Omega. Anatawala kwa upendo,
na utawala wake hauna mwisho wala kikomo. Tuombe. Ee Kristo, mfalme wa amani, leo tunakiri kwamba wewe ndiye mfalme wa maisha yetu. Tawala katika mioyo yetu, tawala katika familia zetu, tawala katika taifa letu, na tawala katika ulimwengu wote. Tufundishe kupenda kama wewe, kusamehe kama wewe, na kuhudumia kama wewe. Tunakuomba utujaze na roho ya unyenyekevu, utuepushe na kiburi na tamaa, ili tuwe raia wa ufalme wako wa milele. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie, kama mbinguni vivyo hivyo hapa duniani. Naomba haya tukiamini kwa njia ya Kristo Bwana na mfalme wetu. Amina.